Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV. Okay, kuna video online inaonyesha jeti ya F-18 Super Hornet ya Marekani ikiwa inapaa umbali mfupi sana kutoka chini, alafu inatumia machine gun yake. Hii ni bunduki kwa jina la M61A2 Vulcan inayoweza kurusha marisasi ya milimita 20 ambayo haya ni explosive round, yani ni marisasi ambayo akifika kwenye target yake yanalipuka. Sasa hatujui hii jet ilikuwa inalenga target gani hapa, labda huenda hii jet ilikuwa imetumia makombora yake kwenye mission, imeshamaliza makombora yake pamoja na mabomu yake, ndio maana ikaamua kuengage target kwa kutumia bunduki yake. Sasa ili iweze kushambulia target yoyote ile kwa kutumia bunduki, target ambayo ipo ardhini, ni lazima hii jet iweze kushuka chini, sababu tunajua marisasi huwa hayana range kubwa ukilinganisha na makombora, na ndio maana hii jet tunaona imeshuka chini ili kuweza kuilenga hii target, na hiki ni kitu hatari sana. Okay, hizi jeti kwenye uwanja wa vita wa Iran sasa hivi haziko hatarini kulengwa na ile mifumo ya ulinzi wa anga mikubwa, kwa mfano S-300 au Bavar. Hii mifumo ya ulinzi yote mikubwa ambao huwa kazi yake ni kulenga jet ambao zipo umbali mrefu au kwenye range kubwa. Hii mifumo karibia yote Marekani wamefanikiwa kuiharibu, na ambayo itakuwa imesurvive Iran watakuwa wameificha. Na hii ndio sababu kwa nini tunaziona jeti za Marekani zikifanikiwa kuingia kwenye anga la Iran kwenye baadhi ya maeneo na kufanya mashambulizi alafu kuondoka. Lakini kwenye kesi kama hii ya Super Hornet ambayo imeshuka chini sana, inakutana na kitisho kingine. Kuna silaha za ulinzi wa anga zinaitwa Manpad. Hizi ni silaha za ulinzi wa anga ambao huwa makombora yake unaweza ukayafyatua kutokea begani tu. Yani mwanajeshi yoyote yule mwenye training anaweza akachukua hili kombora na akalenga jeti yako ambayo imeshuka chini kufanya mashambulizi. Na hiki ndio kitu ambacho tunakiona kwenye hii video. Sasa tunajua Iran wana Manpad, wanatengeza Manpad zao wenyewe. Wana hii Manpad ambao wameitengeneza wenyewe kwa jina la Misag. Ipo Misag 1, Misag 2 na Misag 3. Hii Misag 3 walifanikiwa kuitengeneza au kuidesign mwaka 2017. Sasa haya ni makombora ya ulinzi wa anga ambao hufyatuliwa kutokea begani, ndio maana anaitwa Manpad. Na design ya makombora ya Misag imetoka kwenye ile design ya kombora la China kwa jina la QW1. Hii Misag inaweza ikalenga target yake umbali wa kilomita 6. Sasa kumbuka hii jet ilikuwa imeshuka chini ili iweze kutumia bunduki yake, ambao hii bunduki ina range ya kilomita 3. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba hii jet ilikuwa iko chini sana kiasi cha kuingia kwenye range ya hili kombora la Misag. Sasa tunajua haya makombora yanaweza kujiongoza hadi kwenye target yake kwa kufuata joto tu la target yake, sababu haya makombora yanatumia sensa za infrared, ambapo hizi sensa ukiwa na uwezo kuzipoza hizi sensa kwa kiasi kikubwa, yani ukazifanya zikawa za baridi, basi hizi sensa zinakuwa na resolution kubwa ya kuweza kuangalia yani kitu gani ambacho kina joto kubwa angani na kuweza kuelekeza kombora hadi sehemu ambapo hii target ilipo. Sasa ukiangalia mtandaoni utaona hii video ambayo inaonekana sana ni hii video ambayo inaonyesha kwamba hii jet ya F-18 Super Hornet ilipigwa na hili kombora la ulinzi wa anga. Yani hili kombora lilifanikiwa kuipiga hii jet direct, na ukisikiliza Iran atakwambia kwamba hii jet ilifanikiwa kuanguka kwenye bahari ya India. Lakini Marekani wao wanasema kwamba Iran mpaka sasa hivi hawajafanikiwa kudondosha jet yao yoyote ile. Kwa hiyo hata kama hii jet imeshambuliwa, huenda ilifanikiwa kutua salama. Okay, hii story ni kama ile ambayo Iran alituambia pale alipofanikiwa kuishambulia jet ya F-35. Lakini kuna video zingine ambazo zinaonyesha hili shambulizi kwenye engo nyingine kabisa, na ukiangalia kwenye hii engo unaweza kuona kabisa hili kombora lilifanikiwa kuimisi jet. Yani rubani alifanikiwa kufanya manuva na kuweza kulikwepa hili kombora, na huyu rubani inaonekana alifanya manuva kwenye sekunde chache sana kabla hili kombora lijafika. Kwa hiyo inamaanisha kwamba angechelewa kidogo ili kombora lingepiga jet yake, na sasa hivi tokeo tunaongea kitu kingine. Sasa kwenye hii video ukiangalia utaona kabisa hili kombora linatokea upande wa kushoto likielekea kulia. Sasa kwa mfano wewe ungekuwa rubani ungeenda wapi? Yani ungepiga kona kwenda wapi? Ungeenda kulia au kushoto, sehemu ambapo hili kombora linatokea. Sasa bahati nzuri ni kwamba hawa marubani ambao wanatakiwa kupaisha hizi jeti za Marekani za kivita huwa wanajua physics. Utaona amepiga kona kwenda kushoto, sasa uende wewe labda ulichagua kwenda kulia. Lakini utaona kabisa huyu rubani alipiga kona kwenda kushoto. Hii ni kwa sababu inajulikana kwamba hili kombora kazi yake huwa ni kufuata joto ambalo linatoka kwenye engine ya hii jet. Sasa ukiweza kuificha hii engine au ukaipeleka kwenye direction nyingine,
inamaanisha kwamba utalichanganya ili kombora na litalazimika kufuata hii engine na kwenda kulipuka nayo, kitu ambacho kitakuwa ni ngumu sana kuweza kufanya. Kwa hiyo ndio maana tunaona huyu rubani anapiga kwenda kushoto, ghafla anabadilisha mwelekeo wa hii engine, na matokeo yake tunaona ili kombora linafanikiwa kuipita hii jet na kushuka chini hadi pale ambapo engine ilipo. Hapo ndipo tunaona ili kombora lalipuka. Sasa kitu kinachoisaidia hii jet ni physics. Kumbuka nilikuambia ni muhimu sana kwa rubani anayepaisha hii jet kujua physics. Okay, hapa concept ya physics nayoiongelea ni concept ya inertia. Yaani kitu chochote kile kinachosafiri kuelekea upande fulani huwa kinajaribu kupinga kubadilishiwa mwelekeo. Kwa mfano, kama wewe unaendesha gari lako kwenye mstari ulionyooka, yani huko kwenye barabara straight, alafu haujapunguza speed ukataka kupiga kona ghafla, nini kitatokea? Hii gari itataka kuendelea kwenda mbele, alafu wewe matairi yako umeshayageuza. Matokeo yake hii gari itaanguka na kuanza kuseleleka kuelekea mbele kama vile ilivyokuwa inatakiwa kwenda. Inamaanisha kwamba ilikuwa itaki kubadilishiwa direction ghafla. Kwa hiyo ndio maana lazima upige breki kwanza au upunguze speed ndio uweze kukata kona. Hiyo ndio concept ya inertia, na hiki kitu ndio kinatokea hapa hivi. Sababu huyu rubani alipiga kona ghafla kuelekea upande wa kushoto, sehemu ambapo hili kombora linapotokea. Na tunajua haya makombora au haya mabomu ya ulinzi wa anga yanavyofanya kazi, huwa yanatumia kitu kinaitwa fragment warhead. Yaani hili bomu likilipuka hapa, huwa linarusha vyuma vingi sana kuingia kwenye engine na kuharibu engine, na hivi vyuma vinakuwa vina spidi kubwa, kwa hiyo vinafanya engine ya jet iache kufanya kazi, na mwisho wa siku hii jet inaanguka chini. Sasa cheki, hili kombora lilikuwa linatokea kushoto kwa spidi kubwa sana. Inamaanisha kwamba kama lingelipuka, hivi vyuma vingelazimika kuendelea kwenda upande ule wa kushoto. Yaani hili kombora lilikuwa linatoka kushoto kwenda kulia, kwa inamaanisha kwamba lingelipuka, hivi vyuma vingetaka kuendelea kwenda ule upande wa kulia, sehemu ambapo hili kombora lilikuwa linataka kusafiri kwenda, sababu bado la inertia. Na hiki ndio kitu ambacho kinatokea baada ya kombora kulipuka. Utaona vyuma vyake vinalazimisha kwenda upande wa kulia, huku hii jet inaenda upande wa kushoto. Inamaanisha kwamba hivi vyuma vinaenda direction tofauti na sehemu ambapo hii engine ilipo, yani engine ya jet ilipo. Sasa kazi ya inertia ndio inafanya hivi vyuma vielekea upande mwingine, huku hii jet inaelekea upande mwingine. Kwa mfano, rubani angeamua kufanya manuva kupiga kona kwenda kulia, inamaanisha kwamba hili bomu lingelipuka hapa, lingerusha vyuma kwenda kulia, na hivi vyuma vingefanikiwa kuingia kwenye engine ya hii jet, na pengine hii jet ingeanguka kwenye ardhi ya Iran. Sijui ingetokea nini. Okay, na hapa sisemi kwamba hakuna chuma chochote kile kilifanikiwa kupiga hii engine. Kutakuwa kuna vyuma ambavyo vimefanikiwa kupiga hii engine, lakini ni vichache sana. Damage yake haiwezi kawa kubwa ukilinganisha kwa mfano na hivi vyuma vyote ambavyo vimeenda upande mwingine vingefanikiwa kwenda upande wa kushoto. Inamaanisha kwamba damage ingekuwa kubwa na hii jet isingeweza kusurvive. Lakini hapa kwenye hii picha tunaona hivi vyuma vimeenda upande wa kulia, huku hii jet ikienda upande wa kushoto. Kwa hiki ndio kitu ambacho kimeifanya hii jet iweze kusurvive. Sasa hii imeonyesha uwezo wa huyu rubani ni hatari sana. Ameweza kureact kwa muda mchache sana, na kitu ambacho kinatufanya tuseme kwamba huyu rubani ameweza kureact kwa muda mchache ni kwa sababu hakutoa hata zile flares. Hiki ni kitu ambacho hatukuona rubani akifanya, na kikiachia hizi flare. Kikawaida alikuwa anatakiwa aweze kuachia hizi flare huku akifanya manuva, akigeuza jeti yake ili kuweza kulikwepa hili kombora, lakini hiki ni kitu ambacho hatukioni. Hii inamaanisha kwamba rubani yeye mwenyewe alichelewa kuliona hili kombora. Tumesema hili kombora ni manpad, hauwezi ukaliona ardhini moja kwa moja. Kama wewe ni rubani, hauwezi ukalidetect kirahisi, sababu mtu anaweza akawa amelificha kwenye gari au akawa amejificha sehemu fulani kipindi analifyatua. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tu ni kitu kinakuja. Kwa hiyo rubani baada ya kukiona hiki kitu kinakuja, akaamua afanye manuva kuweza kukikwepa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba akifanya manuva kwenda kulia, huo ndio ulikuwa mwisho wa hii jet. Lakini yeye alifanya manuva kwenda kushoto. Sasa sijui aliweza kupull G ngapi, yani forces za gravity, au alikuwa anasikiaje kipindi anafanya manuva. Ni amazing sana, lakini ameweza kulikwepa hili kombora. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax. Bado naandaa video ya makombora ya Iran. Nataka kuangalia ni jinsi gani ya makombora yalivyofanya kazi. Nakumbuka kwenye hii vita hii ndio ilikuwa silaha ya muhimu sana ya Iran. Kwa nataka kuiongelea hivi karibuni, nitaitolea video. Kwa usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Max Tech TV uwe wa kwanza kuweza kuiona hii video. Bye bye.